Wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa upendo wako mwingi ambao una kikomo. Asante kwa kutufikiza tukiwa wazima, kwa wema wako, kwa fadhili zako. Mfalme wa ajabu, tunakuinua, tunakupa heshima, tunakupa utukufu sababu umetosha. Asante kwa sababu ya taifa letu la Kenya, asante kwa uzima, asante kwa uhai, asante kwa afya, asante kwa mambo mazuri umetubalimia. Pokea heshima na utukufu maana ni zako. Tunapoendelea na ibada ya siku ya leo, tunakuhitaji Mungu, uwe pamoja nasi. Utusaidie na utulinde. Wanayetusikiza wakiwa mbali, wakiwa karibu, na wanayetutazama wakiwa mbali, wakiwa karibu. Neema yako inayepita neema zote ikawa juu yao, na kibali chako na ukuu wako na mamlaka yako. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi, utatulinda kwa neno lako na kwa uzima na kwa uhai. Kupokea heshima na utukufu. Tembea nasi na utulinde kwa sababu mwaminifu hakuna kama sifa zako. Kwa jina kula Yesu aliye Mwokozi wetu na kuamini. Amen. Naomba niwashike ugeni. Nyinyi mlio ndani ya kanisa na wale ambao mnayotazama mkiwa mbali na mkiwa karibu, ili tuweze kusemesana neno la Bwana ambao ninaamini ya kwamba itakuwa faida kwako na kwa uzao wa tumbo lako. Naomba tusome neno la Bwana moja kwa moja, tuingie kwa neno la Bwana. Kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 12 verse number 7. Wakorintho wa kwanza 7, Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 mstari wake ni verse namba 7, na mimi kama itakuwa baraka. Naomba nisomewe. Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 7 nasema, lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho, kwa kufaidiana. Kisha hapo nataka nifundishe kuhusu vile Bwana anapoongea ama vile Bwana anapofanya kazi katika maisha ambayo ni ya mwanadamu. Maandiko hii, kitabu hichi kupitia mtumishi wa Mungu ambao ni Paulo, ambao tunamuelewa na kufahamu yeye ni mtume. Na mtume kazi yake ni kukomboa. Ama kukomboa ni kusema yeye ako na ile neema ama ametiwa neema, ama mchungaji wa Mungu huwa anapewa neema ya ukombozi. Paulo akiongea jambo hili alikuwa anaiongea kwa sababu alikuwa anajua kitu moja, kwamba kuna neema ambao ukisoma kitabu cha Wakorintho mlango wa 12 kuanzia hapo ya kwanza, usome hiyo mlango yote, utapata ni vipawa za rohoni ambao Yesu anapeana. Na anapeana kadri na vile yeye anataka. Na anapeana vile yeye mwenyewe anasikia kwamba kupitia neema ama kupitia kujitoa kwako ama kupitia kujituma kwako, Mungu mwenyewe ako na uwezo wa kukupea kipawa ama hiyo neema ama hiyo nguvu za Mungu. Maandiko yanasema kwamba vizuri kwamba na kupitia hiyo neema Mungu anapea mtu mmoja neema, ili kupitia hiyo neema inakomboa hawa watu wengine. Hiyo ni kusema nini? Hiyo kusema Mungu aweza akapeana neema, na akipeana hiyo neema itaingia ndani yako, na ikiingia ndani yako kupitia hiyo neema ikomboe boma yako, ikomboe watoto wako, ikomboe familia yako, ikomboe uzao wa tumbo lako. Kuna kipawa waweza pewa ambao iko na uwezo na mamlaka hata ya kuondoa uganga katika maisha ya familia yenu. Kuna kipawa waweza ukapewa hata ya kukuelekesha kile kinakula kwenu, hata ya kukuelekesha kile kinasumbua kwenu, hata ya kukuelekesha kile kinasumbua familia hiyo yako ama maisha yako ama ndoa yako. Lakini ukasoma maandiko imesema hiyo karama ni Mungu anapeana, nayo karama ikipeanwa inafaidi wewe, inafaidi familia, inafaidi uzao wa tumbo lako. Mtu aweza sasa akapewa unabii mmoja, na huyo unabii watu wakiusikia na wautii, hiyo unabii uwe utasaidia taifa letu la Kenya. Borake watu wausikie na waitii na waifuate na wanyenyekee. Shida ile inaweza kuwa kubwa ni watu kutokuelewa, watu kutokusikia, watu kutokufahamu, na watu kutokuheshimu ile sauti ya Mungu ambayo imenena. Sababu hii kipawa inapopeanwa si mwanadamu anapeana. Hii kipawa inapopeanwa si mzazi anapeana. Hii kipawa inapopeanwa
si pastor anapeana. Hii kipawa inapopeanwa si apostle anapeana ama evangelist anapeana, ni Mungu mwenyewe anapeana, yeye ambao ako na uhai wetu, Mungu ambao tunayetembea kwa nguvu zake, Mungu ambao anayetuma tuweze kupumua. Yeye anapeana, si mtu. Hii kipawa haipeani na theology ambao tumeisoma, haipeani na kuenda Bible college. Hii inapeanwa na Mungu na ni calling ya Mungu. Wewe calling ya Mungu haina mahali ambapo ati Mungu aweza pea mtu hata maskini. Mungu aweza pea mtu hata anaonekana hana maana. Mungu aweza pea mtu kipawa hata mtu anaonekana hana mwili. Mungu aweza pea mtu kipawa hata mtu mnono. Mungu aweza pea mtu kipawa hata mtu hajasoma. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Calling ya Mungu haina mahali ati lazima uwe umesoma. Calling ya Mungu waweza pewa ukiwa tumbo la mama yako. Yeah. Lakini upewa calling. Na wakati Mungu anapeana calling, watu wengine wataweza kuelewa Bwana alizapeana kipawa katika tumbo la mama yako. Tuangalie mtu kama Yeremia. Maandiko yanasema kwamba katika kitabu cha Yeremia, ati nilikuchagua uko katika tumbo la mama yako. Nikakuchagua. Nikakuweka kuwa nabii. Mungu mwenyewe ndiye alichagua Yeremia. Mungu mwenyewe akachagua Danieli. Mungu mwenyewe akachagua mtu anaitwa Petro na Yohana, akawachagua. Hiyo ni calling. Mungu anaweka calling ndani ya maisha ya mwanadamu. Na hiyo calling ndani ya maisha ya mwanadamu, huyo mtu anawekwa atangaze habari njema za Mungu. Nataka kusema nini? Labda wewe ndiye mkombozi wa familia yenu. Labda wewe ndiye mkombozi wa jamii yenu. Na ni wewe uweze kuomba. Ili uweze ukiomba, Bwana akupe ufunuo. Bwana akusaidie. Bwana akupe calling. Kama sasa tuko support, kwa tunaombeana. Sasa tunahitaji kuona maombi mingi ya kuomba tu amani, furaha, upendo, na Bwana kutulinda, na Bwana kutuhifadhi. Lakini ndio hii kipawa ikie ndani yako, itadepend na wewe vile utaelewana na Mwokozi. Vile utaelewana na Mungu muumba wako. Vile utaelewana na mwenye ambao amekuumba, na ndio yeye mwenyewe vile utamwamini na vile utamfuata. Hiyo itamata na mambo mingi. Itamata na wewe mwenyewe. Sababu ni kwamba kila mmoja upewe ufunuo. Sasa tunahitaji Mungu atupe ufunuo wa maisha zetu. Mungu atupe ufunuo wa maisha. Mimi nahitaji Mungu anipe ufunuo wa maisha yangu. Wewe akupe ufunuo wa maisha yako. Kila mtu apewe ufunuo kadri na maisha yake. Yetu. Kila mtu apewe ufunuo kadri na maisha yake. Sababu kila mtu akona ufunuo yake. Sasa Mungu amani awabariki na watende mema kwa hiyo neno, na Bwana awape ufunuo wa Mungu, na hiyo Bwana akipa ufunuo mufuate ili Bwana awasaidie. Asanteni. Bwana awabariki. Thank you.